unioshe mawazo yangu yote. Unioshe mawazo yangu yote. Neno la Mungu ni neno la Mungu. Natoshana na Mungu, na ndio sababu nimeamua tusimame ili iwe ni ishara ya kumheshimu Mungu. Na nitalisoma neno katika Wagalatia mlango wa 6 kuanzia mstari wa 4 na kuendelea, maana sitaki uende mbele zangu. Sawa? Nataka tuende kwa pamoja. Wagalatia mlango wa 6 kuanzia mstari ule wa 4. Neno lasema hivi: lakini kila mmoja na aupime vizuri mwenendo wake mwenyewe. Ukiwa mwema, basi anaweza kuona fahari juu ya alichofanya bila kuwa na sababu ya kujilinganisha na mtu mwingine. Mstari wa 5. Maana kila mmoja anao mzigo wake mwenyewe wa kubeba. Nimeambiwa kila mtu ana mzigo wake wa kubeba. Mwenye kufundishwa neno, sasa ni mimi na wewe, tunafundishwa na wachungaji wetu. Mwenye kufundishwa neno la Mungu na amshirikishe mwalimu wake riziki zake. Kiingereza kinasema ya kwamba amshirikishe vitu vilivyo vyema. Mstari wa 7. Msidanganyike, Mungu hafanyiwi dhihaka. Alichopanda mtu ndicho atakachovuna. Nasoma neno la Mungu. Mstari wa 8. Apandaye katika tamaa za kidunia atavuna humo uharibifu, lakini akipanda katika roho atavuna kutoka kwa roho uzima wa milele. Basi tusichoke kutenda mema, maana tusiporegea tutavuna mavuno kwa wakati wake. Kwa hivyo tukiwa bado na wakati, tuwatendee watu wote mema, na hasa ndugu wa imani yetu. Mstari wa 11. Tazameni jinsi nilivyowaandikia kwa herufi kubwa kwa mkono wangu mwenyewe. Alafu niongeze, ili yule ambaye hana macho ya kuona vizuri aone. Halo? Na herufi nini? Kubwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Na sasa nimesimama mbele za watumishi wako unaowapenda. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo unitumie tulipate hili neno kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nguvu zako zitende kazi kama itakavyokupendeza wewe. Nena na kila mmoja wetu kwa utukufu wa jina lako, maana unatupenda na ungependa tuupate uzima wa milele. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Zote tuseme amina. Yesu Roho wa Mungu ni mtiifu. Lazima niulize natumia dakika ngapi, so nisipitishe wakati. Kule kwetu ukisema na kupatia dakika 5 unene na hawa watu, sipitishaji 5. Hata ukiangalia saa sipitishi 5. Ukiniambia na kupatia dakika 30 ama lisali moja, ni hivyo hivyo, kwa sababu Roho wa Mungu ni mtiifu ama mzuri. Yeye ni mtiifu. Na wanasema hivi kwa utafiti, watu wa kisasa wanalika, vijana mpo kabisa. Amen. Habari zenu? Mambo. Vijana wa kisasa ukimpatia maneno zaidi ya dakika 18 unamchosha. Okay? Na ndio usimchoshe, lazima ucheke. Ukicheka ni kama umejiongezea dakika 5 na kumzungumzia. Na hivyo ndivyo ilivyo. Ikifika watu utafiti unasema hivyo, dakika 18 umpatie maneno amekaa namna hii, anaanza kufikiria mambo ya TikTok. Anaanza kufikiria mambo ya WhatsApp na mambo ya Facebook. Kwa sababu anataka mambo ya haraka. Na hivyo ndivyo ilivyo, hatuwezi kataa, ulimwengu uko hivyo. Mkiangalia zile magari zinatembea, kila gari, hata watu wanataka ile gari inaenda kwa kasi.
mambo ya haraka. Tufanye mambo ya haraka, twende tupande mananasi tuyavune na miezi 3. Na haiwezekani. Kuna vitu vingine haviwezekani. Tupande na miezi 3 na tuvune na twende. Nilikuwa nawaambia watu tukipanda mananasi tutamaliza miaka 2. Anasema hiyo staki. Lakini sasa ni tunavuna wanataka mananasi. Vitu zingine hata kama tuko na kasi na mwendo wa kasi namna gani, Mungu hupeleka mambo yake kwa spidi yake. Yesu alijua yeye ni mwana wa Mungu. Alifahamu ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ni Mungu mwenyewe. Lakini lazima angekuwa kama mwanadamu. Aende kwa umri kama mwanadamu. Awe kijana mtoto, awe mtoto kijana, akiwa tu mwanadamu mpaka wakati wa Mungu. Kwa sababu vitu vya Mungu vinaenda kwa spidi ya Mungu mwenyewe. Kwa sababu nilipoanza kuhubiri mwaka wa 89, nilisema ya kwamba Yesu anakuja hivi karibuni. Na mpaka sasa hajakuja. Niko na hubiri nasema ya kwamba Yesu yuaja, okokeni. Na sasa imezidi miaka 40 na hajakuja bado. Kwa sababu vitu vya Mungu vinaenenda kulingana na mpango wake. Na ndiyo sababu ametupatia wakati tukiwa hapa duniani tupande mambo ya rohoni. Mambo ya rohoni. Na usijali utavuna lini. Halo? Akiona ingine sasa imeiva ukiwa hapa duniani na unastahili kuvuna, anakuletea. Lakini anataka ufuate ile maagizo ya kupanda. Maana anasema ya kwamba chochote mwanadamu apandacho, hicho ndicho atakachovuna. Wezi enda shambani upande mahindi. Si mnapanda mahindi, unaona kuna mahindi. Upande mahindi, kisha wakati wa mavuno unaenda kutafuta viazi huko. Watu watakuita wewe mjinga. Ama mchawi. Tuulize unafanya nini? Natafuta viazi. Wapi? Ulipanda mahindi. Kwa hivyo Mungu anaposema ya kwamba yeye hadanganyiki na hadhihakiwi, inamaanisha ya kwamba sisi kama wachungaji ama viongozi wa kiroho unaweza ukajificha tukose kuona kile unachopanda. Lakini Mungu anajua kile unachopanda. Maana mambo mengine utayavunia hapa duniani na mengine utayavunia ng'ambo ya mto. Ninaposema ng'ambo ya mto sio mto wa Baricho. Ni upande ule mwingine wa uzima. Amina. Mambo mengine utayavunia huko. Mambo mengine huwa tunayafanya na kuwasaidia watu, hatujui tutalipwa lini. Lakini tunajua ya kwamba baada ya kuvuka maisha haya, uhai huu, upande ule mwingine, maana huko ndio kunaye hatima yetu ya mwisho. Juzi nilikuwa na katika mazishi moja pale sehemu za Kirinyaga. Nikawaambia watu hivi, huyu ambaye amelala amefika kwa hatima yake. Hatima ndiyo hiyo. Maisha hayo mengine kuyangoja inabidi mtu afe. Na Yesu akitupata tukiwa uhai, tutabadilishwa tuingie kwenye hiyo hatima. Na hatutaingia kwa hiyo hatima kama hatukupanda mbegu ya wokovu. Hauwezi ukaingia. Hauwezi. Hata ukawa kanisani, ukaimba kwa namna gani, hauwezi ingia kama haukumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hauwezi. Hauwezi. Hauwezi ukamdanganya Mungu sema ya kwamba ati wazee fulani Johnson akipitia hapo na nani na mchungaji hapo nitajificha hapo. Hauwezi. Hautaweza mpaka uzaliwe mara ya pili. Ni kweli? Nasikiza na uambie watu watakule nje. Maana wewe ni shahidi wa Kristo. Waambie watu hivi, mtu asipozaliwa mara mbili hapa duniani atakufa mara mbili. Mwambie mtu hivi, asipozaliwa mara mbili hapa duniani atakufa kile kifo cha kawaida, na baada ya kufufuka akufe kile kifo cha milele. Atakufa mara ngapi? Mara mbili. Lakini akizaliwa mara mbili atakufa tu mara moja. Atakufa kile kifo cha kawaida, lakini hatakufa tena.
Halo? Amen. Kwa hiyo wazaliwe mara mbili. Uzaliwe ile ya mzazi na uzaliwe ile ya mbinguni. Amen. Halo? Amen. Utumwambie hivyo, uambie. Kwa sababu inafaa. Sasa sikiza. Chochote upandacho, hicho ndicho utakachovuna. Hicho ndicho utakachovuna. Maisha haya tunaishi ni ya kiroho. Unatawaliwa na ulimwengu wa kiroho. Aidha kama unaenda shuleni, unaenda shambani, uko mitaani, uko barabarani, unatawaliwa na nguvu ya kiroho. Na hiyo nguvu ni mara mbili. Kuna nguvu ya Mungu na nguvu ya adui wa Mungu. Lazima utawaliwe na hizo nguvu mbili. Lazima. Na wewe mwenyewe ndiye unafungulia mlango ni nani atakaye kutawala. Mkiwa kina mama wawili mnatembea na mnatoka sokoni, mnaenda mkianza kunena za Mungu, mnanena za Mungu, mnakubali kutawaliwa na ufalme wa kiroho. Ufalme wa kiroho. Amina. Nao malaika wakisikia mnasema za mbinguni, wanakuja kutembea pamoja na nyinyi hata msipowaona. Wakiwa wamebeba baraka zenu hata msipowaona. Unasikia huyo mtu, huyo mwanamke, hao wanawake wamebarikiwa tu. Na ujue wanabarikiwaje? Mashamba yao yanatoa mimea vizuri, mifugo yao inaendelea vizuri. Unasikia mifugo ya kina fulani inagonjeka, inakufa, yake haigonjeki, haifi. Mambo yake inaendelea. Lakini hao wanawake wawili wakiamua kutembea kwa pamoja, lakini waanze kumsengenya mtu, bado tu wanapanda ya masengenyo. Na kwa sababu wanapanda ya masengenyo, watavuna. Wanaenda wakimsengenya, unaona msengenyo unaona. Hebu niwaambieni kitu kimoja. Hata saa hii nimesimama hapa, ukitafuta ubaya wangu utauona tu. Ubaya wa wanadamu utauona tu. Niangalia vizuri. Wengine watasema ninapua refu kama Msomali. Anaanza kuona vitu mbaya. Ni kweli. Mwanadamu, wachungaji naongezea watalika dakika zingine 5. Mtu akitaka kuona kitu kibaya ndani yako atakiona tu. Hata kuangalia na msema hata amejaribu kwenda kwa saluni, nywele yake haisokoteki. Ni kweli. Taangalia meno yangu, sema meno yake ni makubwa, ni kama ya kifaru. Ukitaka kuona mabaya ya mtu utawayaona. Kwa hivyo nakusii, wachana na watu. Wachana na watu. Ukimwangalia mwenzako, angalia kiumbe cha Mungu. Muangalie vile ambavyo ameumbwa na akatunzwa na Mungu. Muone akiwa kiumbe cha ajabu. Maana unaambiwa hivi, usipompenda unayemuona na macho haya, hauwezi kumpenda Mungu. Hata ukija hapa upiga magoti, sema Mungu ninakuabudu, ibada yako ni bure. No. Na kuambia kwa mapema ndio ujitengeneze, umchukie mtu, umdharau mtu, hata uje hapa uinue mikono yako juu, ibada yako sema ngo. Utainua macho mikono juu, utatoa jasho bure, utarukaruka hapa, utamsifu Bwana, lakini ibada yako hakuna. Unaitwa muuaji. Kwanza ni mbaya sana kumchukia mwanadamu yeyote. Yesu akasema kwamba atakayemchukia ndugu yake, na hapo niongezeni niseme ndugu yake au dada yake, yeye ni sawa na muuaji. Sasa muuaji atavuna chema mbinguni kweli? Na si hatima yetu ni mbinguni? Ama mnaona kama hapa duniani, unajua watu waufikiria kwamba duniani tunaishi siku nyingi sana. Ni siku chache mno. Chache mno. Na hizo siku ndizo zinakutengenezea hatima yako, ambapo utaishi milele na milele na milele. Hebu ule ambaye anajibu niambie milele moja iko na miaka ngapi?
milele moja. Hapo tunasema milele na milele. Mtu aniambie milele moja ni miaka ngapi? Hakuna. Lakini tutaishi milele na milele. Na siku hizi ambazo tumepewa hapa duniani ya kupanda kilicho chema ndio tuweze kuvuna, ni siku chache mno. Ni season. Kwangu mimi naitaka tu ni majira tu. Ni kama vile unapata kwamba majira tumepanda mahindi na tumevuna. Hata wewe umewekwa hapa duniani na hivi karibuni utavuna. Wengine huiva haraka. Nimeenda pale kwa shamba nikapata mananasi nyingine hata haijazaa. Lakini nyingine yamezaa na akatokota akawa yamezaa kabisa. Nyingine imeiva haraka. Wengine wanaiva haraka, wengine wanaiva wakiwa na miaka 20, miaka 15. Unasikia alivu kidogo tu akaumwa na kichwa akaenda. Aliiva haraka. Wengine hatuivi haraka, tunakaa. Tunatoa nywele nyeupe. Tunakaa. Hebu mtu mmoja, vijana, mpo? Vijana mpo? Mpo. Hebu mtu anipigie niambie miaka 80 ni siku ngapi? Miaka 80. Mwaka moja una siku 365. Vijana kwa haraka. Siku ni siku, nataka tujue ni siku ngapi tunaishi hapa duniani. Ndio tujipange sawa sawa. Tukiwa hapa Baricho tunaishi muda kiasi gani? Tujipange sawa sawa. Wengine wana calculator, piga tu 80 times 365. 29,200. Sema kwa Kiswahili. Siku 29,200 peke yake. Sababu tunaambia kwamba ukipewa miaka ni miaka 70 na ukineemeshwa zaidi ni 80. Sasa nimekupatia ile nyingi. Kama uko na 78 umebakisha ngapi? Umebakisha ngapi? Wewe cheka tunaona kama ni mchezo. Cheka tunaona kama ni mchezo. Na hukuzaliwa leo. Si ni kweli? Kwa hivyo sio 29,200 imepungua. Piga yako ujue umebakisha ngapi. Kila mtu ana. Na ndio sababu tunaambiwa kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe. Juzi tukaambiwa mahali ya kwamba si mnajua mbwa, ule mbwa wa kawaida ule tunafuga. Akiingia msituni mahali anaweza enda mbali sana kwenye ule msitu, hata ukiwa ni msitu kiasi gani. Mahali ambapo anaweza enda mbali sana ni katikati ya msitu. Akifika katikati ya msitu, popote aendapo kutoka hapo ni kutoka kwenye msitu. Wacha nirudie. Majenzi wako. Nasema hivi, majenzi. Tuliambiwa ya kwamba mahali ambapo mbwa anaweza enda mbali sana kwenye msitu, hata msitu uwe mkubwa namna gani, ni katikati ya msitu. Kutoka hapo atakitembea mbio, anatoka kwenye msitu. Kwa hivyo kama umefikisha 40 umeanza kutoka. Ambao umefikisha 40 uinua mkono wako juu, fanya haleluya. Haleluya. Tumeanza kutoka. Ikiwa mmoja wao tulianza kutoka. Na ndipo tunafanya kazi kwa bidii. Tukikataa dhambi, kitu inaitwa dhambi. Tukikataa aina yote ya uasi, tukikataa machafu, tukikubali utakatifu, ndio tupande kile ambacho tutakachovuna, maana wakati wa kuvunwa uko karibu. Nikakwambia kama uko na 78 umebakisha ngapi? Kama uko na 77 umebakisha ngapi? Kumbe mnajua hesabu.
Na kwani miaka mbili ni siku ngapi? Imefika hata 1000. Si ni siku 600 lakini 700 na 30. 730. Sasa ukiwa umebakisha miaka siku 730 utafanya nini jamani? Mimi nitakaa kwa nyumba ya Mungu ya maombi na kuwaombea watu. Nipande kilicho. Lakini kwa sababu sasa lazima tufanye kazi, tuwakuze wana wetu. Hapo sasa wazazi, hapo ndio tunajua kabisa lazima tukuze kizazi ambacho ni kicha Mungu. Amen. Ufanye bidii. Ufanye bidii. Ukikuze kizazi kinacho mcha Mwenyezi Mungu. Na wewe ambaye ni mwanarika, ujue ya kwamba siku zinakimbia. Umbali ule ambapo unaweza enda ni katikati tu ya msi. Kutoka hapo na haujui kama wewe ni wale ambao wanaiva kwa mapema. Unanielewa? Tupande kilicho chema. Tunaambiwa hivi katika mstari wa 8. Apandaye katika tamaa za kidunia atavuna humo uharibifu. Tamaa za dunia. Na tamaa ya dunia sio chapati. Sio nini? Sio chapati. Mimi napenda chapati sana. Hata sasa hivi nikipita mahali hivi nisikie mahali panapikwa chapati, nitasikia tu na wenzangu hawasikii. Lakini mimi nasikia kwa sababu nataka nini? Sikiza, nisikize vizuri sana. Nisikize. Mtu ambaye alishaionja sigara, bangi, pombe, hizo vitu, mchuchura, nazi. Wengine nasikia Mombasa wanaziita mtembo nazi. Yule ambaye ashaiguza hiyo, akipita mahali namna hii na watu wanakunywa, anasikia harufu na anajua. Anafanya nini? Anajua. Si ati ya kwamba hatuwezi jua, huu ni mwili. Na unajua. Lakini utafuata hiyo tamaa. Tunaambia kwamba apandaye katika tamaa. Apandaye katika tamaa. Apandaye katika tamaa za kidunia. Kuna watu ambao hata kama hata kunywa atasema hiyo kitu, hiyo harufu yake, hiyo kitu bwana inaniuaga akili. Kama itakuwa akili ukiwa mmeokoka wewe, ukiwa mrokole, hiyo ni tamaa. Halo, hauja kunywa lakini ni nini? Nikosa nawaambia tujichonge sasa, tuanze kujiweka safi. Tujiweke safi. Maana siku zetu ni ndogo mno za kuishi hapa duniani. Ni ndogo mno. Apandaye katika tamaa za kidunia. Maana majenzi kuna mambo mengi sana ambao ni tamaa ya kidunia. Unapoingia kwenye mitandao utapata chochote utakacho kwenye mtandao. Si ni kweli? Ni kweli kabisa. Jinsi ya kusuka nywele sio lazima uende shuleni. Ukiingia kwa mtandao utafute jinsi ya kusuka nywele. Style gani? Rasta. Utapata. Style gani? Unaziita nini? Hiyo mnaziita. Hiyo style utaipata wapi? Hapo. Chochote utakacho utakipata. Hata kama ni mambo ya tamaa zako utapata. Watu ambao wavai manguo wenye uchi utawapata hapo. Halo? Amen. Utapata. Tabia zao, tabia mbovu za kukuroga akili utazipata hapo. Niruhusuni niongee na Gen Z dakika 3. Hiyo simu yako uko nayo ni kompyuta. Na niposa wakati ambapo tumepiga hiyo hesabu ya miaka, yule ambaye ako na hiyo simu ametupatia hesabu kwa haraka. Si ni kweli? Wengine wanachukua karamu, hata ule wa karamu sijui kama amemaliza. Lakini yule ambaye ako na hiyo mtambo amefanya nini? Ametupatia hesabu. Sasa sikiza, majenzi. Katika hiyo kompyuta, hiyo si kompyuta ndogo, kuna kitu inaitwa storage. Si ni kweli? Mahali unaweka nyimbo zako, video zako, storage. Kuna hiyo storage. Ukiangalia vizuri utaona ya kwamba
ile text, ile maandishi unaandika na text namna hii inachukua sehemu kidogo sana katika simu yako. Ile ingine ambayo inaitwa audio, muziki ambao unaweka, inachukua sehemu kubwa kidogo kuliko text. Si ni kweli? Ukiweka wimbo moja inaweza chukua mahali ambapo unaweza weka vitabu zaidi ya 1000. Okay? Vitabu ambazo zimewekwa text. Sasa hiyo audio ambayo ni ya dakika 5 inachukua nafasi kubwa kuliko text. Sasa sikiza. Nani zile tunaita movie? Movie ni moving pictures. Picha ambazo zinatembea na zizo filamu, video na nini. Ukiweka mahali unaweka video inachukua nafasi kubwa tena zaidi mno kuliko muziki na kuliko message. Ni kweli? Naongea ukweli? Sasa sikiza. Umbo la hiyo tarakilishi, hiyo kompyuta ni sawa tu na umbo la akili ya mwanadamu. Okay? Kile mwanadamu anasoma kinaweza kuchukua nafasi kidogo sana katika ubongo wake. Okay? Nafasi kidogo sana. Hiyo kichwa chako kinaweza kuwa na vitabu maelfu na maelfu. Na ndiposa masomo haiwezi kuwa na mwisho. Unaweza soma, usome na usome. Lakini ukisoma na ubakishe nafasi kidogo tu ya kuweka audio katika akili yako, utasikia hautaki, ni kama akili yako haitaki kusikia muziki. Na ndio sababu wasomi sana hawapendi kelele. Unanielewa? Wasomi sana hawapendi nini? Halo? Sasa wewe ukianza kutazama video, ndizo zinachukua nafasi kubwa mno kuliko kile ambacho unaweza soma hata kwa Biblia. Na ikijaa, imejaa, unasikia hata kusoma hutaki kusoma. Na nisiposa vijana wengi wakiambiwa hebu angalia kama unaweza rudi shule, anasema hapana. Anasema sijisikii na nini? Na masomo. Kwa sababu katika ubongo wake ametazama filamu nyingi sana. Sasa sikizeni. Kuna option inaitwa ya kudelete. Unajua? Option ya kufanya nini? Ya kudelete. Unafinya hiyo delete, inatoa hizo video zote. Sasa hata katika ulimwengu katika ulimwengu wa kiroho kuna hiyo option ya kudelete. Na kudelete ni kupiga magoti kwa maombi. Amen. Unaambia Mungu, nioshe mawazo yangu yote. Unioshe mawazo yangu yote. Ikidelete unakaa ukiwa fresh. Sasa uchague ni vitu gani ambazo utaweka kwa ubongo wako. Shida iko hivi. Utafiti unasema hivi. Watu wengi kwa sababu ya kutazama filamu zile masopopera, Gen Z wanaweza elewa hii sopopera ni nini. Kama sasa ile inavuma inaitwa nini? Inaitwa Neema. Na kabla ya Neema kulikuwa na Zuri. Ilikuwa inaitwa Beki. Na kabla ya Beki kulikuwa na Sultana. Na Sultana. Kabla ya Sultana kulikuwa Maria. Si ndio? Sasa kichwa kikijaa Maria na kijae Sultana na kijae Beki na kijae Neema na tuingine hapo kwa Kiingereza kijae hapo, siku ile utaolewa ama siku ile utaoa, nyumba yako ama boma yako itakuwa kama hapo. Nakwambia tu usikie, itakuwa tu hivyo. Ukiona mke wako anasalimiwa na mzee wa kanisa, unasema ngoja tanipata. Saa hizo wewe kijana umefura, umeoa juzi, umefura, mke wako unamngoja akuje. Unasema Washington. Unashinda vipi? Akija tu. Unaona mzee anaanza kusema
Nilikuwa na kungoja uniambie ni uhusiano gani mko naye na huyo mzee wa kanisa? Kwa sababu beki amejaa wapi? Sultana, kina nani? Iko hivyo. Tuache kujidanganya. Tuweke mawazo yetu yakiwa masafi. Tuweke vitu vilivyo bora. Mashauri kutoka kwa wazee, mababa zetu. Watushauri vile ambavyo ndoa zetu zitakavyo kaa. Tukiolewa, tuwaulize wamama wetu, ndoa inakaa namna gani? Mama nisaidie. Mume hupikiwa namna gani? Mume hutunzwa kwa njia gani? Tuko tunakuja tunasema tuko na ndugu yangu akamwambia wake waume wa Giriama wana furaha sana kwa sababu wake wao wanawaheshimu sana. Kwetu wanapataka vitu. Na Biblia inasema hivi, mke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume, sio mwanaume kwa ajili ya mke. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hivyo nikiwa mume nitii, nisikize. Naweza kuwa ninasema kitu ambacho haina faida, lakini sema ndio bwana wangu. Tukisonga kidogo uniambie ndio bwana, si nilikwambia hii haina faida, kwa unyenyekevu, na tutaishi kwa pamoja. Si ni kweli? Kwa hivyo majenzi, hakikisha ni ya kwamba akili zenu zimekuwa deleted zile vitu mbaya na zile vitu nzuri zikae humo kwenye mawazo yenu. Ndio tutakapopanga kupanda, tunapanda vitu vyema. Tunaambiwa basi tusichoke kutenda mema, kwa sababu kusudi la Mungu ni sisi tutende mema kwa wengine. Utende mema kwa wengine pasipo kusahau ya kwamba, na haswa katika nyumba ya Mungu, ikiwezekana kwa nyumba ya Mungu hakustahili kuwa na ugomvi hata kidogo. Ugomvi hata kidogo, chuki hata kidogo isiwepo, hata kidogo. Na ukijipata ya kwamba unamchukia ndugu ama dada, pengine kwa sababu alivunja kiti ya kanisa, alikaa na ni uzito wake tu, amebarikiwa, yeye ni mzito, lakini kwa sababu alivunja kiti, wewe unamchukia tu ati kwa sababu amevalia. Wadada na wakanyanga sana kwa sababu hii mambo naiotaka kwenu sana. Wanaume ngojeni kidogo, yani unakuja unapata kwamba ati kwa sababu amevaa vazi kama lile umevaa, amesikia tu mbaya kwa sababu kuna mwingine amevaa kama yeye. Wadada watakali mvae kama wao, atakali anataka yeye ndio amevaa kama hiyo. Wakati wanavaa kama mwenzao ni wakati ambapo wanaenda kwa chama, ile uniform zao za chama, za harusi, vitu kama hivyo. Lakini uende upime nguo pale Baricho na mwingine aende akapime Marafa, nguo zifanane, watachukiana. Lakini sio hapa. Msichukiane wapendwa. Okay? Katika jina la Yesu. Amen. Wandugu ndio wanapenda kufanana. Anapenda kuvaa kama mwenzake, suti kama mwenzake. Hapo nawapongeza. Lakini pia inabidi tufahamu ya kwamba katika nyumba ya Mungu, sasa hapa ndio nataka kuwagonga kabisa. Wazee, mpo? Kwa sababu nyinyi ndiye viongozi katika hizo boma. Kama hao watu hawawezi wakampa vitu vizuri yule ambaye anayewafundisha neno, ni kwa sababu ya wanaume kanisani. Kwa nini mbona upelekee mchungaji mayai? Yeye ndiye nani? Haumwambii mke wako hivyo, lakini vile unamwangalia akichukua mayai apelekea mchungaji. Anasema hii kuku ninailea ndio mchungaji aikule wakati wa Christmas. Na wacheni niwaambie, wachungaji hawapewi kwa sababu hawana. Maana hata usipompatia Mungu atamshughulikia. Niulize mimi, ninajua nimeshughulikiwa na Mungu pasipo kupewa. Hata waleo mnanipeaga mshahara, sipi mshahara, hakuna. Lakini Mungu ananitunza, ananijali.
mananasi yanazaa akiwa kichakani. Na hivi Mungu anaitunza. Halo? Amen. Mchungaji hapewi eti kwa sababu hana. Mchungaji anapewa kwa sababu unataka kupanda kilicho chema kulingana na kanuni za Mungu. Halo? Unaambiwa umshirikishe vitu vizuri. Kwa hivyo wanaume mkienda mahali pale muamulize mama ama watoto wenu ni nini utampatia mchungaji mwaka huu. Kama ni kambuzi aanze kukalea. Usiambie mchungaji nakulelea mbuzi. Hapana. Wewe stuka tu siku moja umemletea mbuzi. Ni amshiki. Kuna mtu kwa akili tu inauliza Biblia inasema hivi. Inasema hivi. Mawazo yetu hupiga kelele kwa Mungu. Mawazo kile unawaza kinapiga kelele. Nani anajua ile speaker inakaa namna hii kwa tunahubiri naye zamani? Kinakaa namna hii. Kinapiga sauti. Sasa wakati unawaza jambo lolote mbinguni inasikia hivyo. Sasa nimesema mbuzi mtu amlelee mchungaji. Na mwingine hapa anapiga mawazo mbinguni anasema namna gani? Inawezekana kweli? Mbinguni imesikia. Sikiza. Sikiza na unisikiza vizuri. Inawezekana. Sikiza. Mimi nimeijaribu na ikanifanyia kazi. Aliye askofu wangu. Aliye nani? Askofu wangu. Siku moja alishuhudia akasema hivi. Mimi tukienda mahali na kinudhia nikule ama nikunywe, yeye ndio hulipa. Na sijaiona mchungaji mwingine kati ya wale wachungaji ambao ninaowaangalia ambao hufanya hivi. Akashuhudia. Na akasema hivi, na wewe pahali popote uendapo usiwe unakosa. Mimi sikosagi chakula. Na sijawahi kosa chakula. Jamii yangu haijaikosa chakula. Amen. Hata wakati watu walikuwa nakimbia na kufunga maduka wakati wa COVID, sikuikosa, ilikuwa nyingi. Hata tulikuwa tunapeana. Haikosi. Amen. Haikosi. Wakati mmoja nikamnunulia askofu wangu kiatu. Nilienda siku moja nikajifanya nataka kuipaka rangi. Kachukua brush, nilikuwa nataka kuangalia chini. Nikaona ni size 4. Nikang'ang'ana 42. Nikamletea kamwambia, Bishop. Na akaniambia, "Na wewe usiwahi kukosa nini? Kiatu." Usiwahi kukosa nini? Kiatu. Na utakubaliana na mimi. Kuna matajiri mtembea na slippers. Ni tajiri lakini mtembea na slippers. Sasa kama hapandi kiatu atavuna kiatu. Unajua kile upandacho ndicho utakacho? Sikiza. Nakuambia maisha ni kiroho. Chochote upandacho ndicho utakacho nini? Utakachovuna. Sasa sikiza. Ukipanda kiatu utavuna kiatu. Ukipanda suit utavuna suit. Maana suit haiwezi mea. Si ni kweli? Nyama haiwezi mea. Si ni kweli? Mbegu humea. Lakini ile mbegu ambayo unaona inamea kwa shamba inakufundisha chochote ambacho unachopanda vile unaona shambani hivyo ndivyo kitakavyofanya katika ulimwengu wa roho. Amen. Aliposa wale ulete mashilingi kanisani kama sadaka. Yeye maisha yake ni ya mashilingi. Sikufichi. Maana Biblia sio mimi nasema, inasema chochote upandacho ndicho utakachovuna. Unaleta shilingi 30 hapa, ukiona pikipiki unataka kwenda Sosoni, unaisimamisha. Nakwambia ni 50, unasema niko na 30. Alafu kazi yako ni mashilingi tu. Unaacho barabarani unatembea. Ukienda kununua sabuni, unaambiwa hii kupaka hapa kipande cha sabuni huwa zinakatwa. Nasema inakatiwa hapa 50. Unasema huwezi nikatia 30. Kwa sababu wewe kila mahali ni 30 peke yake. Kama ni 10 ni 10 peke yake.
Wakati mmoja nimeona mtu ameingia kwa matatu kule Nairobi. Anasimama na kuna kiti. Namwambia sukalie kiti. Akaniambia bwana nalipa 10. Yeye nalipa nini? Kwa sababu ya mbegu ambayo wewe upanda, hata mawazo yako inakuwa tu hivyo. Inafungika hivyo. Kama maisha yako haziwezi zikakufikia mpaka utende kanuni ambao ufute hizo. Moja wapo madeni huondolewa. Sina wakati wa kuelezea, lakini madeni huondolewa. Soma Biblia vizuri, watakuambia watu waliondolewa madeni kwa sababu ya kumlisha mtumishi wa Mungu. Madeni huondolewa, lakini hapo ukiangalia wale wako na fuliza ni wengi sana. Fuliza. Na ameshindwa kulipa. Na hiyo ni moja wapo ya kazi huwa ninafanya. Hakuna biashara nzuri kama ya kufanya kazi na watu wenye deni. Mimi natoa watu, si mnaweka CRB. Mtu akishindwa kulipa pesa anaweka wapi? Unajua CRB, si ndio? Unakuwa huwezi kopa tena. Ukiwa huwezi kopa tena ukuje unione. Nikwambia mimi sio mhubiri tu, nifanye biashara. Lakini utanilipa vizuri ndio uweze kuendelea na kukopa pesa kama unataka kuendelea na kukopa. Mikopo, watu wengi wana mashida nyingi kwa sababu si Biblia inasema hatutakopa, bali tutakopa. Tutakopesha. Mbona tusifike hapo wajameni? Ni nini kinatuzuia? Ni kwa sababu hatufanyi kanuni za Mungu. Zile za kupanda mbegu zetu mahali ambapo zinahitajika kupandwa ili wakati utakapofika tuvune. Na nikasema ya kwamba mambo mengine tutayavunia hapa duniani na mengine tutayavunia katika ulimwengu ng'ambo ya mto. Ninawazungumzia, nasema kitu. Tujue ya kwamba tuna hatima na siku zetu ni chache mno, na kuna mambo mengi ambayo Mungu anataka tuyafanye katika hizo siku chache. Moja wapo ikiwa ni kutenda mema katika nyumba. Amen. Mema katika nyumba. Tunawalisha watumishi wa Mungu vitu vizuri. Hiyo mchungaji hawezi akawaambia, atakwambia simame hapo kuletee kuku. Unamwambia ndani mniletee kuku. Hawezi. Hatuwezagi. Lakini tunajua mtu akileta kuku ametimiza kanuni. Amesoma Biblia, ameelewa. Okay? Ameishika vizuri, ameelewa neno. Kwa hivyo tukiwa bado na wakati, maana siku zimebakia. Tunakumbuka zile 29,200. Kuna zile zimebakia. Tunaambiwa kwa hivyo tukiwa bado na wakati tuwatendee watu wote mema, na hasa ndugu wa imani yetu wa Kristo. Tuwatendee mema. Tazameni jinsi nilivyoandika kwa herufi kubwa kwa mkono wangu mwenyewe. Mimi nawaambia hivi, sikizeni jinsi ambavyo nimewanenea vizuri kwa sauti kubwa, hata bila microphone mkasikia.